This program is sponsored by the partners and friends of Redeemer's Voice Media. Father, thank you. Many years ago, I went to a camp in Nyang'ori when I was still a very young boy. And I heard a missionary sing that song. Nilisikia missionary akiimba wimbo huo In Nyang'ori. kule Nyang'ori. The power was so strong, nobody could sit. Everybody was on the ground. Kulikuwa na nguvu zaidi kiasi cha kwamba hakuna angeweza kuketi, kila mtu alikuwa chini. Because when we remember what Jesus paid, Manake tukikumbuka kile ambacho Yesu alilipa, the price he had to pay to give us life, ile gharama alilipa kutupa uhai, we cannot take it for granted. hauwezi chukulia kwa mzaha. We were wretched, hopeless, blind, poor, Tulikuwa dead in our vipofu, trespasses. tulikuwa wafu katika dhambi zetu, tulikuwa maskini. Nothing did we have except for the grace of God to restore us. Hatukuwa na chochote ila tu kwa neema ya Mungu kuturejesha. It is sad that today we are bigger than God. Inahuzunisha kwamba leo sisi tunamzidi Mungu kwa ukuu, That we can command him. kwamba tunaweza kumwamuru. We come to church to tell him, do this for me. Tunakuja kanisani kumwambia eti nifanyie hii, Give me a car. nipatie gari, Give me what I want. nipe ninachotaka. Not knowing the price of our salvation. Bila kujua ile gharama ya wokovu wetu. Bible says in the book of Ephesians chapter 2 from verse 1. Biblia katika kitabu cha Waefeso 2 aya ya kwanza inasema, And you, na wewe he made alive. alikufanya kuwa mzima, You were dead in trespasses. uliyekuwa mfu katika dhambi zako. Dead in trespasses Mfu katika dhambi zako and your sins. na makosa yako. Verse 2. Aya ya pili, In which you once walked according to the course of this world, ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Look at somebody and say, you are dead. Mwangalie mtu, mwambie ulikuwa mfu. You are dead in trespasses. Ulikuwa mfu katika dhambi. It is because of that Jesus came. Ni kwa sababu ya hiyo ndio Yesu akaja. He didn't come to create a religion. Yeye hakuja kuumba dini. Verse 3, the Bible says, among whom also we all once conducted ourselves in the lusts of the flesh, fulfilling the desires of the flesh
and of the mind, and were by nature children of wrath, just as others. Ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Verse 4, the Bible says, but God, who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us, verse 5, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. For by grace you have been saved. Aya 4, lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa neema. For God so loved the world that he gave his only begotten son, Kwa maana Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, that whosoever believes in him should not perish, na yeyote amwaminie asiangamie, but have everlasting life. lakini awe na uzima wa milele. Jesus brought us eternal life. Yesu alituletea uzima wa milele. Didn't bring us a religion. Hakutuletea dini. He exchanged our death with his love, with his life. Alibadilisha kifo chetu na uzima wake, So that he may raise us up from the deadness of trespasses, ili aweze kutuinua ama kutufufua kutoka katika kufa kwa makosa yetu, and forgave all our sins. akatusamehe dhambi zetu. He took everything that was leveled against you by Satan, every record, every handwriting that was written concerning your life, and the sentence that would take you to hell. Jesus picked all those handwritings and nailed them on his cross and made Satan a spectacle on that cross. Kwamba alichukua kile ambacho ilikuwa imeandikwa dhidi yako, ile shtaka ambalo lingekupeleka kuzimuni, akachukua akaweka msalabani, na ada akachukua shetani na kumweka Kumwaibisha na msalaba. kumwaibisha, asante, akamwaibisha pale msalabani. You can't tell us my sin was small. All our sins were equal in the eyes of God. Hauwezi ukasema dhambi yako ilikuwa ndogo. Dhambi zetu zote ni sawa mbele za Mungu. Even if you were a prostitute, Hata kama ulikuwa kahaba, a murderer, kama ulikuwa muuaji, it doesn't matter what you were doing. haijalishi ulikuwa unafanya nini, They were only but fruits of sin. zilikuwa tu matunda ya dhambi. But Jesus uprooted the root and made you free. Lakini Yesu akang'oa mzizi wake akakuweka huru. Hebrews chapter 2, Waibrania sura ya 2 verse number 10. aya 10. The Bible says, it fitted him, for it was fitting for him, for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons to glory, to make the captain of their salvation perfect through his sufferings. Kwamba kwa kuwa ilimpasa yeye ambaye kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vimekuwepo, akileta wana wengi waufikirie utukufu, kumkamilisha kiongozi mkuu wa wokovu wao kwa njia ya mateso. In whom are all things, and by whom are all things. Kwa kupitia yake vitu vyote vimekuweko, na vitu vyote. You can imagine the owner, the possessor of all things in heaven
on earth and in hell. Hebu fikiria yule ambaye anamiliki vitu vyote mbinguni, duniani na kuzimuni. He had to humble himself. Ilibidi ajinyenyekeshe. He had to become obedient. Ilibidi awe mtiifu. Even to the submission on the sufferings of the cross. Hata kujitiisha kwa zile mateso msalabani. Subjecting himself to the man he created. Akijileta chini ya yule ambaye alimuumba. Being crucified on the tree he created. Akisulubiwa kwa mti ambao yeye mwenyewe aliuumba. Being nailed by the nail that he made. Akipigwa na msumari ambao yeye mwenyewe alitengeneza. Being insulted by people he created. Akirushiwa cheche za matusi na watu ambao yeye mwenyewe aliwaumba. Just because of one reason. Kwa sababu ya sababu moja tu. To bring sons to glory. Kuwaleta wana katika utukufu. What kind of love is that? Ni aina gani ya upendo huo ulikuwa? Just to bring sons to glory. Ili tu kuleta wana katika utukufu. Verse 14. Aya 14. The Bible says in that verse 14, inasmuch then as the children have partaken of the flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani ibilisi. Now all the sufferings of Jesus was for your good and to make you a child of God. Mateso yote aliyopitia Yesu ilikuwa kwa wema wako na kukufanya mtoto wa Mungu. I'm talking about the mystery of the Father-Son relationship. Ninaongea kuhusu ile iliyofichika ama ile fiche ama siri iliyoko katika uhusiano wa baba na mwana. He did the ultimate to bring you to sonship. Alifanya ile iliyokuu zaidi ili kukuleta kwa uwana. That's why the Bible says in John chapter number 1 verse 11, he came to his own. Ndiposa katika Yohana sura ya kwanza aya 11 inasema alikuja kwa wake. He came to his own and his own did not receive him. Kwamba alikuja kwa wake na wale walio wake hawakumpokea. But those, as many as received him, to them he did what? Communicate with me, please. Let's read together. 2, 3, go. But as many as received him, he gave them the authority, the right, the power to become the children of God. To those who believe in his name. Lakini kwa wale waliompokea aliwapa nguvu, haki ya kuwa wana wa Mungu, kwa wale walioamini katika jina lake. Romans 8:15. Warumi 8:15. I want you to settle down and listen to what the Holy Spirit is saying. Nataka ujisitirishe ili usikie kila ambacho Roho Mtakatifu anasema. Because there are people who are struggling with religion. Maana kuna watu ambao wanang'ang'ana na dini. And the worst thing that can happen to anybody who goes to church and calls himself a Christian is to become a religious believer.
Na kitu kibaya zaidi kumtendekea mtu ambaye anajiita muumini, anaenda kanisani, ni kule kuwa katika dini. Religion is the worst enemy for any person alive. Dini ndiyo adui mkuu kwa yoyote yule ambaye anaishi. Because religion is the gateway to hell. Maana dini ndiyo kiingilio kuelekea kuzimuni. Religion is a man's way of trying to reach God when God has given us a way back to himself. Dini ndio ile njia ya binadamu ya kujaribu kumfikia Mungu, ilhali Mungu ametupa njia ya kumfikia. It is not in what you do, it is in what he did. Sio kwa kila ambacho unafanya, bali ni kwa kila ambacho alifanya. Jesus came to forgive all your trespasses. Yesu akaja kuwasamehe makosa yako yote. And by extension, he also wants you to forgive those who have done you wrong. Na vivyo hivyo anataka uwasamehe wale ambao wamekukosea. Bible says, verse 15, for you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. Kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo tualia Abba, yani Baba. The Spirit himself bears witness with our spirit that we are sons of God. Na roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. And if children, then we are heirs of God and joint heirs with Christ. If, somebody shout if. If indeed we suffer with him, that we may also be glorified together with him. Na kama tu watoto, basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo. Naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. We have been adopted to become sons. Tumefanywa wana by the Holy Spirit. Na Roho Mtakatifu. And that gives us access to all that God has for us. Na hiyo inatupa kiingilio kwa vyote ambavyo Mungu akonavyo kwetu. However, hata hivyo, for you to enjoy the inheritance that we have with Jesus in God, you must be willing to forsake certain things that will make you feel like you are suffering. Basi ili uweze kufurahia ule urithi ambao tuko nao na Kristo, lazima uache vitu vingine ambavyo vinakufanya uhisi kana kwamba unateseka. Kingdom sonship is based on you committing fully to his will, his purposes, his calling upon your life. Wana wa kiungu basi inataka kwamba upate kujijukumika kabisa katika nguvu zake, mapenzi yake na makusudi yake. Philippians 2 verse 5. Wafilipi wa pili aya 5. Bible says, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Kwamba wacheni nia hii iwe ndani yenu ambayo pia ilikuwa ndani ya Kristo. Who, being in the form of God, did not consider a robbery to be equal with God. Ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna wa Mungu, naye hakuona kule kuwa sawasawa na Mungu.
but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. Verse 7. Bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Verse 8, and being found in appearance as a man, he did what? Everybody read with me. He humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. So the criteria that makes us be co-heirs with Jesus is to adopt the same mindset that is in Christ Jesus. Basi kile kitu ambacho kinafanya tuwe pamoja na Yesu Kristo ni kwa sisi kuwa na ile nia kama ya Yesu Kristo. Let this mind be in you. He was humble. He was obedient, even to the point of death. He was submissive to the Father. He was willing to fulfill the will of the Father and not his own will. Acha nia hii iwe ndani yako kama alivyokuwa nayo Kristo. Alikuwa mtiifu, alikuwa amejinyenyekeza, alikuwa yu tayari kufanya mapenzi ya Mungu, bali si mapenzi yake mwenyewe. Sons obey their father. Wana wanamtii baba yao. Sons humble before their father. Wana wanajinyenyekeza mbele ya baba yao. We have our heavenly Father. We have earthly fathers, and we have spiritual fathers. Tuna baba wetu wa mbinguni, tuna baba wa kidunia, na tuna baba wa kiroho. All of them carry the same form of authority. And they demand the same kind of submission and honor. Wote wanao ile mfumo moja ya mamlaka, na wote pia wanatarajia kupata. What your earthly father says to you, it will affect you for a long time. Kila ambacho babako wa kidunia akikwambia itakuathiri kwa muda mwingi sana. Because God has put authority in him. Maana Mungu ameweka mamlaka ndani yake. That's why when Jacob wanted to bless his sons, Isaac wanted to bless his sons, ndiposa wakati Isaka alitaka kubariki wanawake, there was a demand for a sign of honor from his son. Kulikuwa na ile dai kwa ishara ya heshima kutoka kwa wanawake. He said to his son Esau, alimwambia mwanawe Esau, I want you to go into the bush because you're a hunter. Nataka uende kule msituni maana wewe ni mwindaji. And you need to go and get a very good antelope. Na uende uniletee mnyama antelope. Swara mzuri. Swara. And you need to slaughter it, make it nicely, prepare it just as I want it. Not the way you want it, but just as I want it. Bring it to me, let me eat it. After I have eaten, I will bless you. Mchinja yule swara, umtengeneze vizuri jinsi ambavyo mimi huipenda, si jinsi ambavyo unataka. Uniletee nile, baadaye nitakubariki. So that is to say, a son needs to know what is it that pleases my father. Hiyo basi ni kusema mwana anafaa kujua kila ambacho inampendeza baba yake. Because in the mouth of a father there is authority to kill or to heal. Maana katika kinywa cha baba kunayo mamlaka ya kuua au kuponya. There are words he can speak to you that can destroy your destiny. Kunayo maneno ambayo anaweza kukuambia ambayo yanaweza angamiza hatima yako. There are words a father can speak to you that will elevate you and hasten your destiny. Kuna maneno baba anaweza kukuambia ambayo itakuinua na kufanya haraka hatima yako. Whether it be God or a spiritual father
or an earthly father. awe ni Mungu au baba wa kiroho au baba wa kidunia. But because we do not see God, Lakini kwa sababu hatumuoni Mungu, God has given us two levels of authority: a biological father, or a father that has taken care of you and took authority, took the mandate to father you in the physical, and a spiritual father. Mungu ametupa baba ambaye ni wa kidunia, ambaye amekulinda, amekukuza, amepatiwa mamlaka juu yako, na yule ambaye ni baba wa kiroho. I want you to know it is the father that carries the power to validate your destiny. Nataka ujue kwamba ni baba ambaye amebeba ile nguvu ya kuweza kuhitimisha hatima yako. That's why when Jesus came, Ndiposa Yesu alipokuja, in the book of Matthew and Luke, the Bible says when he went into River Jordan Biblia inasema alipoenda katika mto Yordani to be baptized by John the Baptist, kuweza kubatizwa na Yohana Mbatizaji, he knelt in that river and was baptized. alipiga magoti pale mtoni akabatizwa. And after being baptized, when he was coming out of the water, Baada ya kubatizwa akiwa anaondoka kwenye maji, the heavens opened above him. mbingu ikafunguka juu yake. And when the heavens opened above him, Wakati mbingu ilifunguka juu yake, the Bible says, Biblia inasema a dove came from heaven. The Holy Spirit came in the form of a dove and rested upon him. Roho Mtakatifu alikuja kwa namna ya ndege yule njiwa, akakaa juu yake. And a voice was heard from heaven, Na sauti kasikika toka mbinguni saying this, ikisema hivi, "This is now my son, my beloved son, in whom I am well pleased." kwamba huyu ni mwana wangu wa pekee ambaye mimi napendezwa naye. Another place the Bible says, he said, "This is my beloved son, hear ye him." Mahali pengine tena Biblia inasema kwamba sauti kasema, huyu ni mwana wangu mpendwa, msikieni nyinyi. Whatever he tells you, do it. Chochote awaambiecho mfanye. He was not just speaking to those people who are hearing. He was introducing his son on the face of the earth, that everything in heaven and earth may hear him. Hakuwa anasema tu kwa wale ambao wanisikia, alikuwa anatambulisha mwanawe katika ulimwengu kwamba kila That introduction still works today. utambulisho huo bado unafanya kazi hadi sasa. Anything you do in the name of Jesus, it obeys that voice. Chochote ufanyacho katika jina la Yesu inatii sauti ile. This is my son, Kwamba huyu ni mwana wangu, hear ye him. msikie. That's why the seas had him, the wind had him, mountains had him, men had him, demons had him. Ndiposa bahari zilimsikia, mapepo yalimsikia, watu walimsikia, hata upepo ulimsikia. That is the authority of a son conveyed by the father to the son. Hiyo ndio mamlaka ya mwana ikiwa inaachiliwa na baba kuelekea kwa mwana. Validation. Hitimisho. It is the father who gives you identity. Ni baba ndiye anakupa utambulisho. Are you still with me? Bado tuko pamoja. That's why if you don't have a father, God will give you a father. Ndiposa kama hauna baba, Mungu atakupa baba. He brings the solitary into a family. Anawaleta wale walio katika upweke katika familia. Because the kingdom of God flows on the structure of family. Maana ufalme wa Mungu uko katika ile hali ya familia. The father of this house as per now, Baba wa nyumba hii kwa sasa is Bishop Mark Kigohi. ni Askofu Mark Kegohi. You are my sons. Nyinyi ni wana wangu. I have Jesus as my elder brother.
ninaye Yesu kama ndugu yangu mkubwa, but by extension he is my father. na yeye pia ni baba yangu. Then our heavenly Father, Alafu baba yetu wa mbinguni, the authority of God flows on the basis of family structure. mamlaka ya Mungu inatiririka katika msingi wa familia. That's why he is known as the father of all families on earth. Ndiposa anajulikana kama baba wa familia zote ulimwenguni. Remember this. Kumbuka hii, You did not join a religion. wewe haukujiunga na dini, You became a son. ulikuwa mwana, Umefanyika mwana. umefanyika mwana. Now, sonship is conditional. Uwana una masharti. Malachi. Malaki, kitabu cha Malaki. In the book of Malachi chapter 2, God is saying this: if I be a father to you, where is my honor? Kitabu cha Malaki sura ya 2, Biblia inauliza, ikiwa mimi ni baba kwenu, basi wapi heshima zangu? Because it is demanded that a son should honor his father. Maana inatakikana kwamba mwana amtii ama amheshimu baba yake, And a servant must honor his master. na yule mtumwa anafaa kumheshimu bwana wake mkuu. And so God is asking, if I am a father, where is the honor due to me? Na basi Mungu anauliza, kama mimi ni baba, wapi heshima ninayostahili? If I am a master, where is the respect due to me? Kama mimi ni bwana mkubwa, basi wapi ile heshima ambayo nastahili? He says, it is you, O priests, who show contempt for my name. Continue. Just continue reading. Jayona? It is in your Bible. Continue reading that scripture, the same scripture. I was interpreting directly. Oh, all right. So he says, if I'm a master, where is the respect due to me? Kwamba ikiwa mimi ni bwana mkubwa, wapi heshima nayostahili? Says the Lord Almighty. Asema Bwana wa majeshi. It is you, O priests, Ni nyinyi makuhani, who disrespect my name. mnaolidharau jina langu. This is a disaster. Hii ni janga. How many people know that they are priests? Wangapi wanajua kwamba hao ni makuhani? If you didn't know, let me tell you, you are a priest. Kama haukujua, acha nikwambie, wewe ni kuhani. How many people know that they are priests? Wangapi wanajua hao ni makuhani? Wave your hand high above your head if you believe it. Peperusha mikono juu ya vichwa vyenu kama mnaamini. Because the Bible says we have been made priests unto the Lord. Maana Biblia inasema 1 kwamba Peter chapter 2 verse 9. tumefanywa wakuhani kwake Bwana. We are priests unto God. Sisi ni makuhani kwake Bwana. And God is lamenting. He says, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. So that is to say, you are a priest. Lift up your hand and shout, I am a priest. I am a priest. Shout it. Let the devil know that I am a priest. I am a priest. I am a royal priest. I am a royal priest.
Or in other words, you are a kingdom of priests. Ama kwa maneno mengine, wewe ni ufalme wa makuhani. That's where God has called us. Hapo ndipo Mungu ametuitia. To be kingdom priests. Kuwa makuhani wa kifalme. A priest doesn't need to have a collar. Yule kuhani si lazima awe na ile kola. Hello. No. Hapana. That's why you never see your bishop putting on a collar. Ndiposa haujawahi muona askofu wenu akiwa anaivaa. When I was in a religion, I used to. Nilipokuwa kule kwenye dini nilikuwa navaa. But we realized that it is very easy to slowly drift from being a born again kingdom child of God into a religious person. Na tukagundua kwamba ni rahisi sana kwa mtu kuweza kuteremka polepole kutoka kwa kuwa mtu ambaye ni muumini hadi kuwa mtu katika dini. That's why many people will always ask, when are you ordaining us? When are you giving us the big bakora? And we also want ile kofia ya pop. In fact, these days we are putting on such a big pop, ile ina kofia ya pop mpaka pop mwenyewe ameona haya. Yani akiona vile tumezivaa yake ni kama inamwaibisha. Mpaka siku hizo ameanza kuvaa kale kadogo wanaweka tu hapa. Geukia mwenzako mwambie dini ni mbaya. Kama kuna kitu lazima upigane nacho, pigana na pepo wa dini. Kwa sababu Yesu hakuja kuanzisha dini, alikuja kuleta uzima. Alileta wana ili kwamba tuishi kama wana wanaomheshimu Mungu kama wana wa Mungu, na sio kama watu wa dini. Watu wa dini ni wakubwa kuliko Mungu. Dini ni njia ya kutafuta, ni mfumo wa kutafuta njia ya kumrudia Mungu. Yesu Kristo ndio njia, yeye ndio ukweli na yeye ndio uzima. Hakuna mtu amfikiaye Mungu bila kupitia kwa Yesu Kristo. Na sio tu kusema Yesu Yesu ama Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Ni kwa matendo, ni kupeana moyo wako kikamilifu. Uachane na dhambi na hila mbovu na chuki na hasira na ghadhabu na wizi na usherati. Unaachana nayo, unaanza kumuishia Mungu. Kuwa mwana wa Mungu kuna gharama yake. Sema amen. Huwezi kuendelea kuishi katika tamaduni za baba zenu. Peter anasema katika kitabu cha Petro wa kwanza, I think in chapter 1 or somewhere, anasema kwamba we were delivered from the traditions that we received from our forefathers. Lazima tuvunje hizo mila. Na tusipohuishwa, tusipopokea revival, sasa tunaona watu wengi wakipotea, wakiingia jehanamu sasa hivi. Kwa sababu hii corona imefanya watu wengi wakapoteza mwelekeo wa Kikristo. Wakapoteza mwelekeo wa kuwa wana. Wanaishi kuja tu kutimiza yale mahitaji, labda dini inahitaji toa fungu la 10, fanya hivi. Lakini Mungu anataka uende mbele ya hayo, umuishie yeye. Sema amen. Amen. Hauji kanisani ili utendewe. Dini itapendeza watu kwa sababu wanapewa tu vitu. Geukia mwenzako mwambie amka. Sijasikia, nimesema geukia mwenzako mwambie amka. Wastahili sifa za moyo wangu na kuabudu, uliniumba ni kwangu. I'm not hearing you. Ni kuabudu, Mungu wangu,
na kuabudu. Yesu wastahili, wastahili sifa za moyo wangu, na kuabudu. Uliniumba ni kuabudu, na kuabudu. E Mungu wangu, na kuabudu. Yes. If I be a father, Ikiwa mimi ni baba, where is my honor? wapi heshima zangu? There's something the Lord is doing in these last days. Kuna kitu ambacho Mungu anafanya katika siku hizi za mwisho. Everywhere I turn, Popote nigeukapo, I hear the same voice. nasikia sauti ile ile. God is calling the church to sonship. Mungu anaita kanisa kwa uwana. To transit from a religious mentality to a place where you honor God as a father. Kutoka katika ile nia ama akili ya kidini na kuingia katika mahali pa kumheshimu Mungu. If I be a father. Kama mimi ni baba. Let's continue. Give us that scripture. Tupatie andiko hilo. Look at somebody and tell them, you are a son, therefore you have a father. Angalia mtu mwambie wewe ni mwana na basi una baba. Our identity is found in him. Utambulisho wetu inapatikana ndani yake. Verse 6. Aya 6. Okay, let's continue there. A son honors. Hello? Soma kwa sauti kila moja, 2, 3, go. A son honors his father, and a servant his master. If then I am a father, where is my honor? And if I'm a master, where is my reverence? Says the Lord of hosts. To you, priests, who show contempt, who despise my name. Everybody read the next statement, 2, 3, go. Yet you say, in what way have we despised you? Aya 6. Mwana humheshimu baba yake na mtumishi humcha bwana wake. Basi kama mimi ni baba yenu, heshima yangu iko wapi? Na kama mimi ni bwana wenu, kicho changu ki wapi? Bwana wa majeshi awauliza ninyi. Enyi makuhani, mnaolidharau jina langu, nanyi mwasema, tumelidharau jina lako kwa jinsi gani? Tumedharau jina lako kwa jinsi gani? Mungu akawajibu mstari wa 7. Let's read verse 7. Everybody, 2, 3, go. You offer defiled food on my altar, but you say, in what way have we defiled you? By saying, the table of the Lord is contemptible. Mnatoa chakula. Yani meza ya Mungu yastahili kudharauliwa. Endelea kusoma. Aya 7. Mnatoa chakula kilichotiwa unajisi juu ya madhabahu yangu, nanyi mwasema, sisi tumekutia unajisi kwa jinsi gani? Kwa sababu mwasema, meza ya Bwana ni kitu cha kudharauliwa. Ndio sababu kutoa fungu la 10 ni shida. Anybody that is religious will give religiously, will regard God religiously. But he that knows that God is my father honors God. Yeyote ambaye ni wa kidini atatoa katika hali ya kidini na heshima yake itakuwa ni ya kidini, lakini yeyote ambaye anajua Mungu ni baba yake atatoa kwa moyo wake.
Even you fathers who are here in this church today, Hata na nyinyi baba ambao mko hapa kanisani leo, you have a son who doesn't respect you, unaye mwana ambaye hakuheshimu, doesn't care about you. hakujali kwa lolote lile. How long are you going to bear with him? Utaweza kubeba mzigo huu hadi lini? Ama utawavumilia hadi lini? Mzee Emmanuel, ukiwa na mtoto asiye kuheshimu na umejaribu kila kitu, umesomesha, umepeleka yeye, umevalisha yeye nguo, umesomesha yeye, umemtunza vizuri, lakini hakusikii. Hata ukamwambia kitu hakusikii. Ukimwambia twende hivi, anaenda hivi. Utamvumilia miaka ngapi? Unafika mahali unachoka. Hivyo ndio huyu mzee anasema. Unajua yeye ni mzee, si kijana. Bwana asifiwe. Ufika mahali unafanya nini? Unachoka. If I be your father, where is my honor? Ikiwa mimi ni baba yenu, basi wapi heshima yangu? Bwana asifiwe. Amina. If you have children and they never communicate with you, are they your children? Kama una watoto na hawasiliani na wewe, je, ni watoto wako? At all. I mean, ukimpigia simu baba unanisumbua, wachana na mimi. You want to talk to them, they say I'm too busy, please I'll call you later. Now they never call back. Ukiwapigia wanasema kwamba kidogo nina shughuli nitakupigia baadaye, na hawapigi. Sarah, are those your children? They don't know whether you are sick, they don't know whether you are hungry, they don't know whether you slept well. You are calling them to inform them that I have a need, and they never communicate back. Are those your children? Now be sincere as a father. I want us to talk as human beings. No, they are not. You say they will still remain your children. They are not. Bwana asifiwe. Amen. They are not. Hawa sio watoto wako. A true son should know the heartbeat of the father. Mwana wa kweli anafaa kujua mdundo wa moyo wa baba yake. A true son, mwana wa kweli, should communicate with the father. Anafaa kuwasiliana na baba yake. Why do we pray? Kwa nini tunaomba? To express our heart to the Father, and the Father expresses his heart to us. Kuweza kuonyesha moyo wetu kwake na yeye anaonyesha moyo wake kwetu. Why do we worship? Kwa nini tunaabudu? To honor him, to worship him, to exalt him, to lift him above our own selves. Kumheshimu, kumuinua juu yetu sisi. And we honor whatever he has told us. If he says this is what I want you to do, you do it. Na kuheshimu kile chochote ambacho anatuambia. Akisema tufanye hivi, tunaifanya. But the Bible says God is asking, where is my honor? Lakini Biblia inasema Mungu anauliza, wapi heshima yangu? And he is not rebuking people out there. He's saying my priests. Hakemei watu kule nje, anasema makuhani wangu. That is you and me. Hiyo ni wewe na mimi. And we ask God, how do we disrespect you? Na tunamuuliza Bwana, ni vipi tumekosa kuheshimu? In your offerings. Na Mungu anasema katika matoleo yenu, katika ibada zenu. Verse number 8. Aya 8. In everything that we do that is contemptible. Kwamba chochote tufanyacho. He says, and when you offer the blind as a sacrifice, is it not evil? And when you offer the lame, the sick, is it not evil? Offer it then to your governor. Would he be pleased? Now, I'm not speaking this because I'm looking for an offering. Because even if I wanted an offering, I wouldn't tell you. Sisemi hii kwamba nataka toleo lenu. Hata ningetaka singewaambia. I'm helping you to receive or to step into the position of receiving kingdom
durable inheritance. Nawaambia hii ili kuwasaidia kuingia katika nafasi ya kupata ile to receive urithi ambao ni wa kifalme na unaodumu. Is greater than money. Sio kuhusu pesa. I mean, that inheritance is bigger than money. Urithi huo ni zaidi ya pesa. I'll continue next week. Nitaendelea juma lijalo. But honor God. Lakini mheshimu Mungu. That's where it all begins. Hapo ndipo hiyo ndio chanzo cha kila kitu. When visiting Kisumu City, join Bishop Mark Kigohi at Jesus Celebration Center next to the Kisumu National Polytechnic for our Grace Hour and Sunday services. For more information, visit us online. We thank the partners and friends of Redeemer's Voice Media for making this program possible.